حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام مناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد فالقصد بما أردته شرحا لما قد كان قبل نظما مثلثا لقطرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم, ikiwa ni katika mwendelezo wa halakati za kufanya sharhi kitabu cha Muthalathi al-Qutrubi cha an-Nadhim Abdul Aziz al-Makhribi, ikiwa leo bimashiatillah tunaingia katika mada ya al-masku, kama ambavyo msanifu rahimahullah wa ta'ala ameashiria katika abiyati zake: al-masku jildun ya ghulam wal-misku min tibil kiram wal-musku bulghatu at-ta'ami yakfi al-fata min nashabi. Al-masku bifathi al-mim, neno kama hili likiwa na fatha katika mim linasomeka al-masku, na maana yake huwa al-jild, ngozi. Na kwa nini kaitwa ngozi kwa jina kama hili? Kwa sababu sumia bidhalika liannahu yamsiku ma yaqa'u bihi, inazuia kila kitu ambacho kinatoka katika ndani ya mwili. Mfano damu, lau ingekuwa si kwa ajili ya ngozi basi ingekuwa yenye kumwagika. Kwa mfano lau mtu akiwa amepata jeraha, ile damu inakuwa ni yenye kutoka. Kwa jina kama hili al-masku maana yake ni ngozi. Lakini neno kama hili likiwa na kasri al-mim inakuwa ni al-misk, na miski ni moja katika manuketo aliyokuwa mazuri zaidi. Ndio hata mmoja katika shairi anasema: wa intafqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil khazali, yani lau ukiwa uko ndani ya watu lakini wao ukapata sharaf, ukapata daraja ya kuwashinda wao, hilo linawezekana. Kwa sababu gani? Fa innal miska ba'du damul khazali, kwa sababu miski ni miongoni mwa damu ambayo kwamba inapatikana kwa mnyama ambaye ni swala. Ni damu inotengenezeka kwa mnyama swala, kisha baada yake kutolewa. Na masala kama haya yamefungamana marefu na masala ya kifiki. Lau ikatoka damu kama hile aliyakuwa yule mnyama bado haijakuwa tajammud, haijawa ni kavu, masala yake ni marefu. Lakini almiski kwa khulasa kwamba ni ile al-utur ama ni manuketo. Na imekuja katika hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume alipotuambia kwamba ile harufu ya mwenye kufunga ni nzuri zaidi kushinda harufu ya miski. La harufu fami saim atwabu inda Allahi min tibi au min rihi almiski. Neno kama hili likija kwa kasri al-mim linasomeka al-musk, na maana yake inakuwa ya al-bulghatu min at-ta'am, ambao ni jamii ya muska. Muska ni kile chakula kinachokaa kwa tumbo la mwanadamu ambacho kwamba kinamsababisha yeye kufika mpaka katika mlo mwingine. Mwanadamu ana milo mitatu, maana lau kila mchana kile chakula namna kinapoketi tumboni mpaka kikakuwezesha kusurvive mpaka kufika usiku, basi kile tunakiita al-musk. Khulasa darsa tunapata kwamba al-masku bi fathi al-mim inakuwa ni al-jild, ni ngozi, lakini al-misk kwa kasri al-mim maana yake inakuwa ni moja katika manuketo. Lakini al-musku inapokuja kwa kasri kwa dhammi mim, basi maana yake inakuwa ni bulghatu at-ta'am, ama ni kile chakula. Ndio msanifu akasema yakfi al-fata min nashabi, na nashabi maana al-ghina. Wassalamu ala man ittaba al-huda.